Mimi ni Dr. Flora Laua kutoka jijini Mwanza. Nikushukuru sana kuwa nami kwenye mengi ambayo kupitia mikono yangu umekuwa ukiyaona, na mengi mengine ambayo tumekuwa tukifanya kufikia jamii yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo nikukaribishe sasa tuendelee kuwa pamoja kwenye hiki kipindi kipya kabisa, Flora's Kit. Usiache kufuatilia kipindi hiki kizuri kinachokuletea elimu ya afya na mengi mengine. Tukiwa na udhamini mkubwa kutoka kule Jambo Food Product, leo tunakuletea mengine mazuri ambayo yanakwenda kwenye afya yako ya ndani na afya yako ya nje. Siku ya leo tunakwenda kujifunza juu ya zao la mwani pamoja na moringa, bila kusahau afya yako kwa ajili ya mbegu ambazo nyingine zinapatikana Tanzania na nyingine zinapatikana nje ya Tanzania. Mbele yako mimi ni Dr. Flora nikikuletea haya kutoka jijini Mwanza. Ndani ya Flora's Kit kuna mengi ambayo yako mule, na mengine yaliyoko mule ni pamoja na kulea familia yetu iliyotuzunguka, yani kazi ya jamii. Kwa hiyo ndani yake utaona kuna watu walitembelea kituo chetu cha kulelea watoto, lakini pia kuna mdau ambaye yuko kule nchini Oman ambaye amekuwa kituma sadaka zake za kanzu kwa mashehe ambao wako jiji la Mwanza. Kwa hiyo tunakwenda kuanza pamoja tupate tangazo kutoka Jambo Food Products. Jamu kai. Hai, maisha asilia. DDF Herbal Clinic. Tupo Mwanza Isamilo, karibu na shule ya Lake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana kwa simu namba 0654777778. Nyote mnakaribishwa. Rafiki, Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery. Vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets. Ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote, iwe baridi au joto. Zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa jamukaya. Chuo cha urembo Nifo kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ya mbatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Tuje kwenye zao la mwani. Zao la mwani linalimwa kule Zanzibar lakini pia Tanga. Lakini tumekuwa tukiona watu wengi wakitoa elimu juu ya zao la mwani, akiwemo mama yetu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akisisitiza sana Watanzania tujifunze kutumia mwani, kwa sababu mwani unakwenda kufanya vitu vingi kwenye mwili wako, kwenye afya yako. Tukianza na watu wenye shida ya mifupa. Umeambiwa mfupa wako umesagika, huna ute kwenye mifupa yako, imekauka, basi ukitumia mwani ukiuchanganya na moringa, mlonge, unakwenda kukusaidia kutengeneza ule ute uliopotea. Unautumia vipi? Kuna watu wengine ambao wanapata mwani ukiwa kwenye muonekano huu, ambao muonekano huu ni mwani ambao haujaoshwa. Umetoka baharini, umeanikwa na umeweza tumeununua ukiwa kwenye hali hii. Tunachokuja kukifanya, tunauosha, tunaukausha, tunapata mwani ambao ndio kama unavyouona. Tukisha upata huo, tuna mashine maalum za kusaga mwani. Kwa hiyo tunausaga unakuwa mwani wa unga, na tunaandaa pia poda ya moringa. Kwa hiyo unachokifanya, unachukua kijiko kimoja cha mwani na kijiko kimoja cha mlonge
unachanganya kwenye maji ya moto, unatumia mara 3 kwa siku. Let's say una kilo zaidi ya 80, itabidi utumie zaidi ya kijiko cha chai, na itabidi utumie kwa uangalizi mzuri ambao utakwenda kusababisha wewe uache kula. Inatakiwa upate unga ambao umetengenezwa kwa hizi mbegu ambazo nimekwambia ni za Tanzania na nje ya Tanzania. Nikisema nje ya Tanzania manake ni kwamba kuna mushroom, uyoga. Kuna uyoga wa China, lakini kuna uyoga wa India. Kuna uyoga wa China, kuna uyoga wa India ambao ndio huu hapa, lakini pia kuna uyoga wa Tanzania ambao tunaupata kule Tabora. Hapa kuna karanga ya Brazil, lakini kuna karanga ya Tanzania. Kuna vitu vingi, kuna rosella, kuna mbegu ya mlonge, kuna almond, kuna apricot nut. Yani ziko mbegu zaidi ya 62 ambazo ukichanganya, ukipata mbegu hii, ukapata moringa, ukapata mwani, inakwenda kukusaidia kurekebisha kongosho lako. Sasa hapo ni kwa wale ambao wana shida ya sukari, diabetes. Inaenda kusaidia kurekebisha kongosho lako. Kongosho lako likiwa na uhai mzuri, basi wewe sukari yako ya kupanda itakuwa haikusumbui kama ambavyo ilikuwa ikikusumbua kongosho likiwa lina changamoto. Kwa hiyo mtazamaji unayenifuatilia, unayetamani kuandaa bidhaa hizi, fanya research. Mwani utaupata, je, unautamani ukiwa haujaoshwa, au unatamani upate ukiwa umeoshwa, au unatamani upate ukiwa poda? Tukienda kwenye moringa watu wengi wanakosea. Kwenye mabasi wanauziwa mlonge, anaambiwa ni mlonge asilia, lakini unapokwenda kutizama unakuwa hauna ile kijani ambayo ulionayo huu ambao tumeuandaa sisi. Unayetamani kuandaa moringa nyumbani kwako au mlonge, unayachuma yale majani, mikono yako ikiwa misafi, yale majani yasidondoke chini. Yakidondoka chini, it means utakwenda kuyaosha. Kwa hiyo jitahidi kuyachuma, unaweka kwenye kapu lako ambalo umefunga yedha hapa, au kwenye kanga, unayaweka vizuri, unashuka kwenye mti wako, unakwenda kuyaanika ndani. Na ndani usianike chini ya sakafu, hapana. Unaanika kwenye either kitambaa au kwenye gunia ambalo halina umajimaji. Kazi yako ni moja tu. Yale majani ya mwani ya mlonge ukiyachuma, ukiyaacha kama saa moja, yanakuwa ni moto, yanakuwa ya moto kabisa. Kwa hiyo yakishikana yametengeneza sumu. Kwa hiyo unapoyaanika, hakikisha unayageuza kila baada ya saa moja kwa siku 2. Baada ya siku 2 sasa unaweza kuyageuza hata mara 3 kwa siku. Then yakiwa yamekauka, unakwenda kuyasaga, unapata kipimo chako kizuri ambacho kinatakiwa utumie kutokana na kilo yako. Wewe hujaelewa kuhusiana na matumizi ya mwani pamoja na moringa mlonge, usisite kutupigia simu. Namba zetu za simu naziona hapo, tupigie simu ili tuweze kukusaidia zaidi. Lakini wewe ambaye tayari una shida ya pressure, sukari, pingili yako ya mgongo, tumekuwa tukileta shuhuda nyingi sana hapa za watu ambao wamepona kupitia mitishamba hii, kupitia habo zetu, wamepona pingili za migongo. Ambao walikuwa wameambiwa hawawezi kupona kabisa, wao wataishi kwa dawa za maumivu pamoja na mazoezi. Kwa hiyo wamepona na tunamshukuru Mungu, na wanaendelea kuja na wanaendelea kutoa shuhuda. Kwa hiyo wale mlioko Iringa, jiandaeni, tunakuja huko kuwapa elimu ya afya yako pamoja na habu hizi ambazo ni mwani, moringa, nuts, mirako uji, mirako chai, ambavyo tayari vimepita kwa mkemia mkuu. Tunakuja navyo kwako ili tuweze kukuhudumia na wewe uweze kuwa na furaha kwenye maisha yako. Sasa tupate tangazo kutoka DDF, then ninarejea. Afya nzuri ni ile inayoanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Naam, ndio sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri na wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini
mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Lakini pia Miracle Uji ni uji wa maajabu, unasaidia pia kuongeza hamu ya kula na unanenepesha. Bidhaa za Nifo zinasaidia watu wenye presha, sukari, saratani, inaimarisha mifupa na mifupa inayouma, zinasaidia pia kuongeza nguvu za kijinsia na kadhalika. Kumbuka, bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Nifo Products chini ya mkurugenzi wake Dr. Flor wameambatana na madaktari wa kupima afya na vifaa vya mazoezi. Kwa mawasiliano piga 0759665555 au 0654777778. Pia follow Instagram yetu Flora_Nitete2, Nifo Beauty College na Nifo Products. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibuni wote tujifunze. Ninarudi kwako kwa wale ambao ukiwa na mwili uliozidi, na asilimia 90 ya watu wanaoumwa magoti analia mara si magoti hawezi kuchuchumaa, magoti anapata moto, anapata ganzi. Asilimia 90 ni watu ambao wana mwili mkubwa na wameshindwa kupunguza mwili. Unajua sisi wa Afrika wengi tuna hulka ya kutokufanya mazoezi. Mtu anakupigia simu, nataka ile dawa ya kupunguza uzito, lakini unamuuliza, je, unafanya mazoezi kidogo kutoka jasho? Anakwambia hapana, kwani hiyo dawa yenyewe haiwezi kunisaidia. Usiwe mzembe ukafa kizembe. Unapotumia hizi habu kwa ajili ya kuondosha mafuta kwenye mwili wako, jitahidi uwe unatoka jasho kidogo. Lakini kikubwa, maji. Kunywa maji. Na maji usinywe maji yale ya kupeleka moja kwa moja. Kama mtu mwenye kiu amekaa pale Kariakoo, jua limemtandika, kwa hiyo amepata ile kiu ya kusweta, anakwenda kuchukua hii chupa ya Jambo, anaifunua na mimina kwenye mdomo mpaka inafika anakunywa robo 3. Hiyo huwezi kusema umekunywa maji. Hiyo umekata kiu. Lakini maji ya dawa ambayo yatakusaidia wewe kutokupata UTI, yatakusaidia wewe kupungua, yatasaidia figo yako, yatasaidia ini lako, ni maji ambayo unakunywa kidogo kidogo. Yani wazungu wanasema una sip. Yani unakunywa kidogo unarudisha, kama unavyokunywa chai, kama unavyokunywa soda, kama unavyokunywa bia, ndio hivyo maji yanatakiwa unywe. Usinywe maji kwa kupeleka moja kwa moja ukadhani kwamba umekunywa maji inavyotakiwa. Kunywa kidogo kidogo. Utaona ngozi yako inajaa, utaona mwili wako unakuwa mwepesi, utaanza kupata kwenda haja ndogo ile ambayo sio ya njano. Kwa hiyo utasafisha ini lako, hautokutana na figo kufeli. Kwa hiyo tumia maji kuepukana na maradhi ambayo sio ya muhimu kwenye mwili wako. Kwa hiyo nikirudi hapa tutakwenda kuzungumzia wale kina baba ambao wanahisi wana tezi dume, lakini wengine washafanywa operation na wengine wanayo na wanaogopa kwenda kupima. Tunarejea. Hai, maisha asilia. DDF Herbal Clinic. Tupo Mwanza Isamilo, karibu na shule ya Lake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana kwa simu namba 0654777778. Nyote mnakaribishwa. Rafiki, Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery. Vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets. Ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote, iwe baridi au joto. Zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa Jamukaya.
Chuo cha urembo NIFO kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ya mbatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Ziko hapa karibuni, lakini nije moja kwa moja kwa wewe ambaye unafanya mazoezi ya mgongo. Watu wengi wanaambiwa na madaktari kwenda kufanya mazoezi ya mgongo, aidha pingili yako imepishana, imekandamiza mshipa wa fahamu, pingili zimesagana, unaambiwa kwenda kufanya mazoezi. Kuwa makini sana na mazoezi ambayo unafanya, kwa sababu mazoezi, wengi wanafanya mazoezi ambayo yanakwenda kuongeza tatizo. Kwa sababu daktari amekwambia usinyanyue kitu kizito, usiiname ghafla, usikae kwa kushtukiza, kila kitu fanya kwa makini. Kwa hiyo wewe badala utumie umakini ulioambiwa, unaenda kufanya mazoezi, unapoenda kufanya mazoezi unakutana na mtu anakufanyia mazoezi ambayo ni ya nguvu, yanayokwenda tena kufyatua na pingili nyingine. Mtu anapoenda kupima anaambiwa lumbar 5, lumbar 4, S1 zina shida. Kwa hiyo pingili mtu anakuja na yale majibu kutoka kwa alikofanyia kipimo yana changamoto nyingi. Kwa hiyo sisi tukipata ile, tunakwenda kuangalia changamoto ulionayo, tunaangalia tukusaidie vipi. Tulikutana na mgonjwa wetu yule ambaye mmekuwa mkimuona mara kwa mara, anaitwa Whitney kutoka kule Iringa. Yeye pingili yake ilikuwa imeachia, lakini kuna pingili nyingine zilikuwa zimekandamiza mshipa wa fahamu. Kwa hiyo alipoanza kufanya mazoezi, akawa anafanya mazoezi ya nguvu, yalipelekea mpaka kawa hawezi kutembea, hawezi kunyooka na alipata kibiongo. Kwa hiyo tulichokifanya, tulimsaidia kufanya masaji kwa kutumia habo, lakini kwa kutumia kitu kinaitwa Seragim, mpaka mgongo wake ukanyooka, akaondoa kile kibiongo ambacho alikuwa nacho, na akarudi Iringa akiwa mzuri, mwenye afya na furaha, kwa sababu sasa alirudi akiwa na matumaini ya kwenda kuendelea kufanya shughuli zake ambazo alikuwa hawezi kufanya. Kwa hivyo wewe unayenitazama, kuwa makini sana na mazoezi unayofanya ya mgongo. Lakini wewe unayenitazama na unafanya mazoezi ya mwili wako, pia kuwa makini na mazoezi unayofanya. Mimi nilikuwa nafanya mazoezi ninabinuka, yani ninasimamia mabega na shuka na kupanda ili kuondosha mwili. Kwa hiyo ilinipelekea pingili yangu ilifyatuka. Niliumwa jamani, acheni nisiwaambie. Niliumwa pingili nikawa mdogo kama Piriton. Na daktari wangu alinieleza ukweli, akaniambia wewe kupona kwako ni ngumu na operation ya pingili ni hatari. Alinieleza ukweli kabisa. Kwa hiyo utaishi kwa kutumia dawa za kupunguza maumivu, lakini utaishi kwa kufanya mazoezi. Niliishi hivyo, nikawa sasa napata ganzi miguuni na pata moto, siwezi kukaa straight, nikawa natumia supporter za migongo. Kwa kweli asikwambie mtu, akikwambia anaumwa mgongo, msikilize mara mbili, simpuuze. Mke wako akikwambia ninaumwa mgongo mme wangu, muelewe. Mme wako akikwambia ninaumwa mgongo mke wangu, muelewe. Lakini wewe mwenye kuumwa magoti, punguza uzito. Wewe mwenye kuumwa magoti, kula moringa, kula mwani, kula habo ambazo tulizonazo ili kuweza kupunguza uzito ulionao. Hapa hewani kuna mtu mmoja kutoka kule Zanzibar ananipigia simu, na mtu huyu amekuwa akitusupply mwani. Mama Ismail. Naambie. Sasa hapa nimepokea simu yako, niko hewani na rekodi. Kwa hiyo naomba nitakuuliza maswali kidogo. Ndio. Alafu unijibu kile ambacho unakifahamu kupitia zao la mwani. Sawa. Tumekuwa mkitu supply mwani wa unga, mwani ambao haujaoshwa, mwani ambao umeoshwa unasubiri kusagwa. Wewe kwenye mwani unaweza kutuambia mwani una faida gani kwenye mwili wa binadamu? Mwani una faida nyingi katika mwili wa binadamu. Mwani kwanza una madini 92. Na pia mwani unatibu matatizo mengi katika mwili wa mwanadamu. Unatibu sukari, tenzi dume, goita, vidonda vya tumbo, ganzi, mifupa, mwili kuwaka moto, mtu ambaye haoni mbali au kwa karibu. Yaani mwani una mambo mengi kusema ukweli. Matatizo ya ngozi yote
katika watoto na watu wazima, joint, yani mwani uko vizuri sana. Na Watanzania wengi hawajui faida za mwani, na tumekuwa tukiona maroba kwa maroba yanakwenda Ulaya. Ni tufanye nini sasa ili Watanzania wajue mwani una faida kwenye miili yetu? Yani ili tujue mwani kama una faida katika mwili yetu na sisi wenyewe tufaidike kwa mwani wa Tanzania, inabidi watu wapate elimu. Elimu ni muhimu wapa watu, kwa sababu watu wengi wanauona tu mwani lakini hawajui una faida gani na pia unatibu nini. Kwa hiyo elimu zetu tukiwajuilisha na kuelimisha na tukiwasambazia sehemu mbalimbali na tukawapa elimu, ndio watu wanafunuka, kumbe mwani ni kitu kizuri ambacho, kwa sababu wenzetu wa China ni miili yao na pia wanaishi miaka mingi na hawapati matatizo maradhi mengi kwa sababu ya mwani. Wao kila chakula chao wanachokula, kila mlo wao lazima waeke mwani. Hata South Korea niliona wanakula sana mwani. Wale wanaishi mpaka miaka 130. Ndio. Kwa sababu ya wanakula sana vitu ambavyo ni natural. Lakini Mrs. Ismail, tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amekuwa, unajua miaka ya nyuma wengi walikuwa hawajui mwani, lakini alipoanza kuzungumzia mwani ndio watu wakaamka wengi kwamba hivi mwani ni dawa, mwani ni kitu ambacho kinaweza kutusaidia. Kwa hiyo tunamshukuru sana, amesaidia kwa kiwango kikubwa sana, wa Tanzania wakaelewa faida za mwani. Ndio. Hata mimi nimekwenda mwezi wa 8 nilikwenda Bukoba. Sasa kisikia rais wetu Mama Samia anazungumzia mwani, wao kwenye television wanajua mwani ni zao la kahawa, kwa vile kwao mwani ni kahawa. Sasa kipindi hicho nikaenda nikatangazia kuhusu mwani, nikawaelezea na wakaona huu mwani, wakasema ndio maana Mama Samia anasema kama mwani tunajua sema mwani ni zao la kahawa kwa kule kwa Bukoba. Kumbe mwani ni bidhaa ambayo inapandwa kwenye bahari na inalimwa, na pia mwani huko aina 2 au 3 au 4 au 5, kwa sababu kuna mwani wa deep, kuna mwani wa tezi ya kati na mwani wa juu juu. Kwa hiyo nikawaelezea, basi wamefahamu, na nashukuru watu wengi pale wameujua mwani. Na kingine nikuulize, kuna maneno yanatokea kwamba wakulima wa mwani wameanza kutumia sumu kusababisha mwani kuwa na rutuba kwa haraka. Hili limekaaje? Wakulima wa mwani kuna baadhi ndio wameanza kutumia hizo. Na wao sana ni wale ambao wanatumia kupanda mwani juu ya, yani sio maji mengi. Lakini wale ambao wanapanda maji mengi, ule wanakuwa hawatumii hizo unazozisema hizo. Hawatumii sumu kurutubisha mwani. Wale wanatumia moja kwa moja kina kirefu cha maji. Okay. Nimefurahi sana. Semeni ngoja nimaliza kurekodi kipindi then nitakurudia. Haya, sawa. Ya mtazamaji, umemsikia. Huyu ni moja kati ya watu ambao wana mashamba, wanazalisha mwani. Yani sijui nisemeje, kule baharini wanazalisha mwani, wanauondoa, wana process, ukitaka wakupe ukiwa haujaoshwa, ukitaka wakupe uliooshwa, ukitaka wakupe waunga, basi ni wewe mwenyewe. Mtazamaji, nitakwenda kuchukua maji ya moto, nitakoroga mwani hapa pamoja na moringa mlonge, uone inavyotokea, ili wewe utakapopokea uweze kujihudumia. Tumerudi na tunaendelea. Unapotaka kutumia mwani, unachukua maji ya moto yaliyochemka vizuri kama chai, unakwenda kuweka mwani wako. Haya maji ni kidogo sana, kwa hiyo nitaweka nusu kijiko ya mwani na nusu kijiko ya nini, ya moringa. Kwa hiyo unaikoroga mpaka unapata ule uji. Hakikisha unakoroga mpaka inalainika kabisa, inakuwa uji. Kwa hiyo wewe unayokunywa kijiko kimoja kwa sababu ya kilo yako, utakorogea kwenye kifaa kikubwa zaidi ya hiki cha kwangu. Na sio wote wanaweza kula moringa ya unga. Kwa hiyo kama huwezi kula moringa ya unga, basi unakula moringa ya kidonge ili
kuzalisha ule ute, ili kuondosha vidonda vya tumbo, ili kuondosha maumivu ya mifupa, ili basi kukusababisha upungue. Unatumia hivi ambavyo nimekuelezea. Umeona? Unakuwa uji kabisa. Na hapa nikiuacha, baada ya masaa 3 unakuwa ugali. Kwa hiyo unapoingia kwenye mwili wako, my friend, unafanya kazi. Hii ni miti iliyoko nyumbani, ni mimea iliyoko nyumbani. Tunaiangalia, tunaendelea kula dawa ambazo tunaletewa kutoka nje. Ndio kula zile dawa sio mbaya, lakini unaziondoa ile sumu mwilini kwa kutumia hizi bidhaa. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunakuhudumia afya ya ngozi yako kutokana na changamoto yako. Kama huna changamoto yoyote, my dear, kunywa maji ya kutosha, pata sabuni, pata cleanser, toner, rejuvenating ya kufanya utaradadi, alafu maisha mengine yanaendelea. Ila hii usikose kwenye pochi yako. Kila baada ya muda umetembea kwenye jua, umehisi umechoka, spray usoni. Yaani ukiangalia ngozi yangu, wow, unaona ngozi yangu ina glow, alafu imejaa, ni kwa sababu nakunywa maji. Ngozi yangu ni nzuri ni kwa sababu nakula haba ambazo ni mwani, moringa na ule uji wa nuts, mbegu. Kwa hiyo hudumia afya yako. Hii tu ndo naiogopa hii, kwa sababu hii inaongeza kilo, inakusababisha unakula sana na inaleta afya. Ila ukitumia hizi products zetu pia unapata toxin. Ukitumia Miracle Chai utapata kumbukumbu, lakini utajisaidia vizuri. Ngozi yangu ni nzuri na naipenda kwa sababu ninaihudumia. Unapopata hizi products, kama ngozi yako ilikuwa na changamoto ya kuungua uso, ilikuwa na changamoto ya wrinkles, tupigie, tutakuelekeza jinsi ya kutumia. Basi mpaka hapa naomba niishie hapo. Ulikuwa nami Dr. Flora Lauo, na kuacha na ka clip kidogo ya ile misaada ya kanzu zilizotoka kule nchini Oman, na pia wale baadhi waliokuja kula na watoto wetu. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Kwa hiyo tuwatakie sikukuu zilizo njema na amani. Bye bye. Kwa majina naitwa Felista Festo Mafui, naishi Maduka Ngisa. Mimi ni mfanya biashara, nauza nguo za kiume, napatikana opposite na Relax Hotel au opposite na Flora Nitetee. Leo nimejumuika na ndugu zangu hapa Niko Foundation. Karibuni, tunakula chakula cha mchana. Karibuni tujumuike wote, hata kama si unaweza unakaribishwa. Kesho unaweza kujumuika na ndugu zetu. Chochote kitu kama umeguswa unaweza ukajumuika na ndugu zetu. Tunapatikana Lumala. Karibuni. Za kwanza tumeshagawia pale msikitini, lakini mara ya pili tuligawia hapa, mara ya tatu pia tuligawia hapa, na leo pia tumetaka tuwapee hapa. Kwa hiyo nadhani kuna ambao yawezekana walishai kupata kipindi cha nyuma, sijui. Lakini idadi kama alivyosema kiongozi wenu kwamba imezidi, msife moyo wale ambao mmekosa. Lakini bado kufika hapa kuna kitu ambacho utaondoka nacho, yawezekana. Kama sio msaada kwako, ni msaada kwa yule uliyemwacha kule. Kama nilivyowaambia, mimi naitwa Dr. Flora, ni mkurugenzi wa taasisi ya Nitetee Foundation. Ni taasisi ambayo inasaidia wagonjwa, lakini ndani yake pia tuna kituo cha kulelea watoto ambao wanafanyiwa ukatili. Kwa hiyo hii DDF Herbal Clinic tumekuja kuifungua baada ya kwanza kufanya sana kazi za jamii. Na sisi hatubagui wala hatuchagui. Tunasaidia kila mtu, na special mimi napenda sana dini ya Kiislamu. Na hata nilibahatika kwenda Oman kipindi fulani. Ilikuwa bado kidogo sana niwe Muislamu. Kwa hiyo naendelea kuwashukuru, naendelea kuwapongeza, kwa sababu sisi Wakristo kuna vitu ambavyo sisi kama Wakristo hatuvipendi. Na kwenu Waislamu yawezekana kuna watu wako kwenu, kuna vitu ambavyo vinatokea pia vinawakwaza. Kwa hiyo kuna